Kwa majina mimi naitwa Ali Yasini Kizengwa, ni katibu wa kamati inayosimamia makaburi ya Mlango Mmoja. Kutokana na kadhia inayoendelea hapa, imeanza siku ya Jumatano asubuhi. Watu tunaendelea na shughuli zetu, tukapigiwa simu kwamba hapa kuna greda linasafisha au linatengeneza kuparua barabara. Na taarifa gani na hii eneo hili? Wale waliofuatia karibu wakaambia bwana, hili jambo ni la TANROADS, kwa hiyo ni kibali kutoka TANROADS. Kwa hiyo ikabidi mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wanipigie simu nikiwa kule Kapil Point kazini kwamba twende TANROADS tukaonane na uongozi wanafanya kitu gani hapo. Kweli tukafika pale TANROADS tukakutana na injinia Jose ambaye yeye ndio mkuu wa mizani wa mkoa. Mazungumzo yalivyokuwa naenda, wao walisema kwamba ili eneo la nje hapa ni road reserve ya serikali. Kwa hiyo kuna mwekezaji amepatikana ambaye anataka kuweka mizani ndogo kwa ajili ya magari yanakuwa yanapima kabla ya kwenda kwenye mizani kuu ili kuhakikisha mzigo wao umekaa sawa. Tukamwambia sawa, pamoja kwamba ni road reserve na pia sisi pale tunapatumia kwa sababu ni eneo ambalo linatusaidia sisi kwa ajili ya parking magari. Wakati msiba umetokea mkubwa, gari zinakuwa nyingi, kwa tunapaki hapo. Wakisema sisi huyu bwana anatumia eneo dogo sana, hatuchukua eneo kubwa sana na nyie atawatengenezea sehemu yenu. Tukasema basi sisi sio wenyewe pale, tunaomba tupate barua inayotoa taarifa hii ya kuidhinisha kwamba hapo iko hivyo, kwa sababu sisi tunasimamia misikiti zaidi ya 16 ambayo inazika pale. Watataka kujua, na hivi kuna mchemko mkubwa sana huko, watu wana mihemko, wanataka kujua sisi tumeruhusu namna gani jambo hili. Basi kwa hiyo wakasema barua yenu tu hapa tulikosea. Kwa hiyo akaniambia katibu, utakuja kuchukua baadaye barua yako. Nikaacha address zetu za kamati, mimi nikaendelea na shughuli zangu. Baada ya saa 6 nikampigia simu meneja Jose, ndani engineer Jose. Nikamwambia Jose, vipi? Akanambia bana, tukutane mchana kwa sababu niko site, siko mle, ile nimeacha barua inachapwa na meneja ametoka, akija atasaini itakuwa tayari mchana. Sawa, mchana mimi nikafika pale. Nikamkuta, akampigia simu PS, akamwambia tayari yuko kule na meneja yupo. Kwa hiyo mimi tukatoka naye, akasema twende kwa meneja. Tunafika uwanjani, meneja naye anatoka ofisini. Kwa hiyo akaniambia wewe simama hapa, mimi nenda ongea naye. Basi mimi nikasimama pembeni. Akaanza kuongea na meneja Ambrose ambaye ni meneja wa TANROADS wa mkoa. Akimweleza bana, hawa ni Waislamu wanafuatilia barua ya kuidhinisha pale kuweka hiyo mizani kwa sababu wanapata changamoto. Meneja akashtuka, akasema lile ni eneo la public la kijamii zaidi. Kwa nini nimechukua pale kwa nafasi au kutoa pale? Kwa hiyo kwa na mabishano, huyu meneja anamuelimisha hatua ilizochukuliwa, lakini meneja yule engineer anamuelimisha meneja hatua ilizochukua. Meneja akaonekana hajaridhika na hilo, akasema hapana, kwa hili bana, mimi naomba mwambie aje kesho, mimi nitalisimamia, lakini halijakaa vizuri. Baada ya hapo huku naona nikiwasiliana kwa sasa huyu bana anaendelea tu. Nikasema sasa kama anaendelea, nikarudi kwa engineer meneja TANROADS. Piga simu mara kwanza kupokea simu, piga mara pia kupokea mara tatu kupokea. Basi nikasema sasa hivi apokee simu na sijui kuna kitu gani, lakini taarifa ndio iko hivyo. Sasa kilichobaki sasa sisi tuambie Waislamu kwamba bana, eneo hilo bana, meneja mwenyewe ameshakiri kwamba amezuia, ingaje yuko safari anaendesha gari, lakini bwana anafanya kazi kwa kiburi. Na kwa nini wafanye Jumamosi? Kama angekuwa inawezekana Ijumaa angekuja akafanya, tukaenda ofisini, lakini amesubiri Ijumaa imepita. Jumamosi ili afanye haraka na Jumapili, afu hiyo kesi nyingine hasa ni kuingizia mzigo serikali au mambo ya makubwa. Sisi kama viongozi wa hapa hatuna mamlaka ya kupambana na watu wa serikali. Sisi tunafuata utaratibu za kisheria tu, serikali inasema nini. Sasa impact nzito inakuja kwa Waislamu. Waislamu ndio hawataki na wanaweza kuchukua sheria mkononi. Sasa ikitokea mavurumacho watu wakaumizana hapa, nani anayebeba mzigo? Na nimemweleza hivyo meneja wa mkoa, akasema bana, mimi namfahamisha wewe aache mara moja. Sasa hili swala huyu bwana yani ameingilia kati baada ya kufuata taratibu. Yeye anasema anaingia karatasi zake. Mimi nilionyesha ile karatasi. Yeye aliomba nyakato. Mbona kwa barua yake ya kuomba nyakato. Si nyakato kupapenda au namna gani, ndio akang'ang'ania hapo. Sasa eneo letu ile parking sisi wenyewe tunahangaika hapa. Siku msiba mikubwa ikitokea hapa tosha hapa. Unaona? Hapo kuna maeneo huko juu bado kuna watu wamezikwa. Sasa tuweka tumesha hapa vipi yangu wamezikwa. Mbona? Sasa tunazimisha huko ni bado ni matatizo. Kwa hiyo hapa sasa hivi unaona Waislamu wameshachitama, bado misikiti haijaamka yote, na leo ni Jumamosi, kesho Jumapili wakianza kufahamishana, hapatoshi hapa, wanaweza kusababisha madhara huyu. Kwa nini asingekuwa nasubiri mpaka Jumatatu? Kwa nini aje Jumamosi na Jumapili?
wakati anajua serikali iko Jumatatu. Angekuja Ijumaa basi ikatokea nani pingili hili. Tungeenda ofisini kwa mkuu wa mkoa kwa meneja wa mkoa wa TANROADS akatutatulia tatizo, lakini yeye meneja amesema ameziwia mpaka watapofanya review wapitie wote na mameneja wake. Hilo ndo taarifa kamili ambayo ninayo mimi kama katibu wa makaburini. Jina ni Isa Abubakar Mbayana, mimi ni mkazi wa hapa Mgani. Katika hili nimestajabisha sana kwa sababu kwa miaka yote takriban zaidi ya 30 nimekaa Mwanza hii, ile eneo limekuwa likitumika na Waislamu wa Mwanza mjini, na ile eneo takriban ya miaka 20 saizi ndo alama za makaburi za ndugu zetu zinafutika, lakini hapo walipokuangua mpaka hivi sasa kuna ndugu zetu Waislamu wamezikwa hapa makaburi yao, lakini cha maajabu kwa kutofahamu ndio wamekuja wametumia kuangua ile eneo bila kujua sababu nini na matumizi ni nini, na bila kujali hawa ndugu zetu waliozikwa hapa. Hili ni jambo la ajabu sana na ni jambo ambalo halipendezi kwa Waislamu. Katika hili tumeona huyu atakayekuwa amehusika kuja kufanya uamuzi wa kutengeneza ile eneo kwa ajili ya manufaa yake binafsi pasina kuwa hapa kipaumbele Waislamu ambao ndio wanamiliki eneo hili la makaburi, ni miongoni mwa makosa makubwa sana. Na katika hayo makosa ni ambayo yanaweza yakaleta uvunjifu wa amani pale wanapokuja Waislamu wengi kuja kuoji katika hili jambo ambalo limepita nyuma ya mgongo wao. Ni jambo ambalo litakuwa halipendezi, linaweza likaleta vurugu kubwa sana. Kwa jina naitwa Mwamba Hamisi Mbaya. Tumesikia tatizo hili limejitokeza hapa. Hili tatizo sio la mtu mmoja au la mmoja. Hili ni jumuiya ya Waislamu wote kwa Mwanza nzima na wilaya zake au na kwa Tanzania nzima. Hata mtu anapokufa nje ya mkoa, hata mtu anapokufa nje ya mkoa huwa anasafirishwa, analetwa hapa, anazikiwa hapa. Sasa naomba hili serikali, mkuu wa mkoa, tuombe tusaidie hili jambo. Kama amani ilikuwa kuzungumziwa kipindi cha kampeni uchaguzi, amani, msikiti yote amani, tembee amani, msikiti yote. Basi na ile amani iendelee katika maeneo ya makaburi hapo. Hivi tunataka endelee. Hili rais aliyopo madarakani amalize kwa amani na kake iliyobaki. Basi akaikuwa dosari. Hii ni dosari tayari imewekwa na watu wenye kupenda tamaa ya kula hela. Hili lazima serikali mliangalie. Sisi Waislamu katika eneo hili hatutakubali. Ni vitu vya kudhalilisha. Kwa mfano kuna maeneo kama Nyashishi, Busweru, Kisesa. Yaani hili eneo watu wamezikwa hapa, ni vitu vya ajabu sana. Ifike pahala tumuogope Mungu, kwa sababu hii dunia kila mmoja anapita. Utachukua milioni 3 leo, milioni 5 itakupeleka wapi? Kwa hiyo maisha ya dunia ni mafupi. Hawa walolala hapo wana thamani kubwa sana. Vitega uchumi tuviweke sehemu, ziko nyingi. Kuna sehemu ya Busweru, kuna Kisesa, kuna Nyakato, kuna Igoma. Lakini sehemu walozikiwa watu, kwa kweli wallahi Waislamu tumuogope Allah. Iko siku utazikwa peke yako, utaulizwa peke yako. Kwa hiyo hizi njaa zisitupeleke pabaya jamani, tumuogopeni Allah. Eneo hili ni eneo la makaburi, tumezika wazee wetu, watoto wetu, watu wakubwa tumewazika hapa. Kwa hiyo ninaomba tumuogope Mungu na tuheshimu sehemu ya makaburi.